Israeli yasema ilishindwa kwa fedheha katika shambulio la nchini Qatar. Duru rasmi za utawala kizayuni wa Israeli zimemnukuu mmoja wa maafisa wake wa kijeshi walioendesha operesheni ya kigaidi ya kuishambulia Doha, mji mkuu wa Qatar, akikiri kwamba Tel Aviv ilifeli na kushindwa vibaya katika shambulio hilo. Hii ni mara ya kwanza kwa Israeli kukiri hadharani kufeli vibaya operesheni hiyo. Shirika la habari la Tasnim limemnukuu afisa huyo wa jeshi la Israeli akisema, kama zilivyoripoti duru rasmi za Israeli, kwamba sasa naweza kusema rasmi kuwa tulishindwa katika shambulio dhidi ya Qatar. Inafaa kuashiria kuwa Jumanne jioni ya Septemba 9, utawala wa Israeli ulishambulia eneo la mkutano wa timu ya mazungumzo ya Hamas mjini Doha kwa kutumia ndege 15 za kivita na makombora 12. Ingawa hakuna kiongozi yoyote wa Hamas aliyedhurika katika shambulio hilo, lakini wanachama kadhaa wa Hamas na raia, akiwemo raia wa Qatar, waliuawa shahidi. Baada ya utawala wa Israeli kufanya shambulio la kigaidi huko Doha, mji mkuu wa Qatar, waziri mkuu wa Misri alisema kwamba nchi yake nayo inalengwa katika njama za kuchora upya ramani ya eneo la Asia Magharibi na kuna hatari ikagawika vipande vipande. Kwa mujibu wa shirika la habari la Faris, waziri mkuu wa Misri Mustafa Kamal Madbul alisema kwamba hofu hiyo ipo katika ngazi ya ndani na kimataifa na ni katika changamoto za kikanda na kimataifa zinazoikabili Misri na eneo hili zima. Amesema hayo mbele ya viongozi waandamizi wa vyombo vya habari vya Misri. Alisema anaamini kwamba hivi sasa dunia inapitia kipindi cha kuzaliwa ramani mpya ya kijiografia na kisiasa na kwamba eneo la Mashariki ya Kati lipo kwenye kitovu cha mabadiliko hayo. Waziri mkuu wa Misri alisisitiza kuwa nchi yake, sawa na nchi nyingine, inakabiliwa na changamoto tata zinazohitaji waelewa wa umma na mshikamano wa ndani ili kulinda utulivu na usalama kitaifa. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina imetoa taarifa mpya na kusema kuwa mukawama itaendelea kuwepo maadamu ardhi za Palestina zinaendelea kukaliwa kwa mabavu na Wazayuni, na imelaani vikali matamshi ya Mahmoud Abbas, rais wa mamlaka ya ndani ya Palestina. Sehemu moja ya taarifa ya Hamas inasema mukawama ni jukumu la kitaifa na kimaadili linalopata uhalali wake kutoka kwa watu wa Palestina. Limeongeza kuwa madai ya mamlaka ya ndani ya Palestina kwamba harakati ya Hamas haitakuwa na nafasi yoyote katika serikali na shambulio la wazi dhidi ya haki isiyoweza kubatilishwa na ya kihistoria ya watu wa Palestina ya kuamua wenyewe hatima yao. Taarifa ya Hamas pia inaeleza kwa wazi kwamba maadamu uvamizi wa Wazayuni unaendelea kuwa janga kwa ardhi, hakuna anayeweza kulizuia taifa la Palestina kubeba silaha na kuendesha mapambano ya ukombozi. Inakumbukwa kuwa Mahmoud Abbas, rais wa mamlaka ya ndani ya Palestina, alitoa mwito wa kupokonywa silaha Hamas na makundi ya mukawama wa Palestina katika hotuba yake kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Siku chache zilizopita, harakati ya Kiislamu ya kupigania ukombozi wa Palestina Hamas ilipongeza hatua ya kutambuliwa taifa la Palestina na mataifa ya Uingereza, Australia na Canada, ikieleza kuwa hiyo ni hatua muhimu katika kuthibitisha haki ya Wapalestina juu ya ardhi yao. Katika taarifa hiyo, Hamas ilitaka jamii ya kimataifa pamoja na Umoja wa Mataifa kuutenga utawala wa Kizayuni Israeli na kusitisha aina zote za ushirikiano na utawala huo wa kikatili na wa kibeberu. Vilevile, ndege iliyokuwa imembeba waziri mkuu wa Israeli ambaye ni maarufu kwa jina la nduli wa Gaza na ambaye anasakwa na mahakama ya kimataifa jinai ICC kujibu mashtaka jinai za kivita anazofanya huko Gaza, imelazimika kuruka masafa marefu kukwepa anga za nchi kadhaa za Ulaya alipokuwa anaelekea Marekani. Shirika la habari la Fars limeripoti habari hiyo na kunukuu taarifa shirika la radio na television ya Israeli ikithibitisha kwamba ndege ya Netanyahu ilikwepa kuruka katika anga za nchi za Ulaya isipokuwa Ugiriki na Italia wakati wa safari yake ya kuelekea Marekani. Masafa hayo mapya yaliyokatwa na ndege ya Netanyahu yameongeza takriban kilomita 600 zaidi. Licha kufanya mauaji ya kutisha dhidi ya binadamu, lakini Netanyahu mwenyewe ni mwoga mno wa kufa. Sababu ya kulazimika ndege yake kuruka masafa marefu ni uoga wa kihoro chake cha kukamatwa na kufikishwa mbele ya mahakama ya kimataifa jinai. Netanyahu amelazimika kukwepa kuruka kwenye anga za nchi ambazo zinaweza kutekeleza amri ya kumtia mbaroni na kumburuza mahakamani The Hague kwenda kujibu mashtaka yasiyo na idadi ya jinai za kivita na ukatili dhidi ya ubinadamu anawafanyia wananchi wa Palestina, hasa wa Gaza. Huko nyuma pia na katika safari kadhaa zilizopita, muda wote huo cha hofu ya kutiwa mbaroni kinamwandama Netanyahu, na ndio maana analazimisha ndege zinazomchukua kuruka masafa marefu zaidi. Vilevile, baada ya Israeli kushindwa kuzuia shambulio la droni la Yemen katika eneo la kusini mwa ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu
Gazeti la Jerusalem Post linatoa nakala nyingi zaidi, limekiri kuwa ulinzi wa anga wa Israeli hauwezi kukabiliana na vipigo kutoka Yemen. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, katika toleo lake la hivi karibuni kabisa lililotolewa baada ya shambulio jipya la ndege zisizo na rubani za Yemen katika maeneo mawili ya ardhi za Palestina yanayokaliwa kwa mabavu na kupelekea makumi ya Wazayuni kuwahishwa hospitalini, gazeti la Jerusalem Post limekiri kuwa jeshi la Yemen lina uwezo mkubwa wa kupenya mifumo ya ulinzi wa anga wa Israeli na kufanya mashambulizi makali. Gazeti hilo limeandika, Wahuti wanaendelea kugundua uhalifu wa Israeli na athari za mashambulizi yao zinaendelea kuonekana. Ni athari za uharibifu na hata kuua. Ndege zisizo na rubani za Yemen ambazo ni za bei ya chini na hazina kasi kubwa kama makombora zimesababisha uharibifu mkubwa kwa Israeli. Ripoti ya gazeti maarufu zaidi la Israeli, yani Jerusalem Post, pia limesema vita vimekuwa vya muda mrefu sana na vitisho dhidi ya Israeli vimeongezeka. Wahuti wamefanikiwa kugundua mapungufu katika mifumo ya ulinzi wa anga ya Israeli. Pia gazeti hilo limekiri kwamba majeshi ya Yemen hayawezi kuzuiwa na kwamba suluhisho pekee na la kweli ni kumaliza vita, na kwamba kila waziri wa vita wa Israeli anapotoa vitisho dhidi ya Yemen anazidi kujifedhehesha tu na kuonesha Israeli haina uwezo wa kuzuia mashambulizi ya Yemen. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.